الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى kumtakia rehema na amani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba kwa ujumla. Tunarudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aliyotuhuisha baada ya kutufisha, na kwake tutakusanya. Katika ukumbusho wetu ambao tunaendelea nao, tulikuwa tuangalie hukumu al-khuntha fi salatul jamaa, hukumu ambayo wana fuqaha wetu wanatueleza hukumu ya yule khuntha katika swala ya jamaa. Na masala kama haya tukasema khuntha wako aina mbili: khuntha mushkil wa khuntha ghairu mushkil. Khuntha ambaye kwamba ni mushkil na khuntha ambaye kwamba si mushkil, yani ni khuntha lakini ameshabainika kwamba ni mwanamume au mwanamke kulingamana na zile sehemu zake. Khuntha tukasema ni yule mtu aliye na jinsia mbili. Sasa kuna yule ambaye kwamba ana jinsia ya kike na jinsia ya kiume, lakini ikabainika ya kwamba jinsia ya kiume ndiyo inafanya kazi, ile jinsia ya kike iko pale kimaumbile tu lakini haifanyi kazi. Huyu anaitwa khuntha dhakar. Kisha na yule ambaye ana jinsia mbili lakini jinsia moja ndio inafanya kazi, nyingine iko pale tu picha kimaumbile, huyu tukasema ni khuntha untha. Lakini tatizo linakuja kwa khuntha mushkil, ambaye kuna mushkil hajulikani, ima ana hizo ala mbili na zote zinafanya kazi pamoja katika hali ya kwenda kukidhi haja yake ndogo. Saa nyingine anakidhi kwa upande huu, saa nyingine anakidhi kwa upande huu. Ama katika uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala, wako wale khuntha mushkil ambao hawana hizo ala mbili, yao ni dubur bas peke yake, hana ala ya kiume wala hana ala ya kike, bali ni dubur peke yake. Huu ni uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaumba apendavyo kwa hikma yake. Lakini aghlab hawa khuntha mushkil huwa ni nadra kupatikana katika uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunajua alipomuumba Isa kwa mama bila baba, ni yeye peke yake, nadra kupatikana mwingine ambaye ameumbwa hana baba ana mama peke yake, nadra. Kwa hiyo pia katika hali hizi za khuntha huu mushkil huwa ni nadra, si wengi, lakini wapo. Uumbaji huu wa Allah subhanahu wa ta'ala upo. Kwa hiyo tatizo linakuja hapa kwa huyu khuntha mushkil. Kwa hiyo khuntha ambaye ni untha au dhakar, hukumu yake itakwenda huko huko. Kama ni khuntha ambaye amemili kwa upande wa kike, basi hukumu zake zote katika Uislamu zitakwenda kwa upande wa kike. Mirathi, kuolewa, kuswali, yote itafungamanishwa na hukumu ya wanawake. Na yule khuntha ambaye kwamba ni dhakar, ambaye imebainika huku ndiko kunafanya kazi zaidi, hukumu zake zote naye zitakwenda kwa mwanamume. Katika swala yake ataswali kama mwanamume, katika kuoa, katika kurithi. Lakini tatizo linakuja katika khuntha mushkil. Vipi hukumu yake?
Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ametupa sisi ilmu, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia allama al-insana ma lam ya'lam. Ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliumba yote haya, kisha akamfunza mwanadamu yale aliyokuwa hayajui. Allama al-insana ma lam ya'lam. Kisha katika maneno yake mengine Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, akimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, amri hii akielekeza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anaelekeza pia vile vile kwa waumini wengine. Waqul rabbi zidni ilma, nasema ewe Muhammad, Mola wangu Rabbi zidni ilma, niongezee ilmu, nizidishie ilmu. Kwa hiyo ilmu ndiyo silaha kubwa au ndiyo chombo kikubwa ambacho kinamuendesha huyu mwanadamu maisha yake. Bila ya ilmu atajingikiwa, atakosa kujua hukumu nyingi zilizofungamana na maisha ya jinsia mbili hizi, waume na wanawake, bila ya ilmu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia akituambia ittaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Mwenyezi Mungu, muogopeni Mwenyezi Mungu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye atakufundisheni mambo ambayo ulikuwa hamyajui. Ndio utakuta sifa hii ni yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmu, na sisi hatuwezi kuipata ilmu ila Allah subhanahu wa ta'ala afanye nini? Atufundishe. Malaika walipopatiwa mtihani kama suratul Baqara inavyotueleza, wakaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, nielezeni majina ya hivi vitu ikiwa nyinyi maneno yenu ni ya ukweli mnayodai. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimu alhakim. Wakarudisha sifa hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye peke yake ndiye nani? Al-alimu al-hakim, ndiye mjuzi wa mambo yote. Al-hakim, mwenye kuweka kila kitu mahala pake panapostahiki. Al-hakim. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake, yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile ni alimu al-hakim, akaweka kila kitu mahala kinapostahiki kwa ilmu yake na kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ilmu ndio msingi wa tukufu wa Kiislamu wa maisha yetu ya kidunia, mambo yaliyofungamana na dunia yetu na mambo yaliyofungamana na nini, na akhira yetu, na mambo yaliyofungamana na ibada zetu. Bila ilmu, bila kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ilmu, basi tutakuwa tunaendesha mambo ndivyo sivyo. Ili tujue kwamba hili jambo lina umuhimu zaidi, utakuta Qur'ani yetu ambao tumeambiwa ndio mwongozo wa maisha yetu, kilma cha kwanza kuteremshwa kilma ni ikra. Kilma cha kwanza ikra, soma, ili upate nini? Ili upate kujua mambo, maisha yako ya rahisi. Anayejua si sawa na asiyejua. Kwa hiyo turudi katika huntha mushkil. Huntha mushkil kama tulivyoeleza kwamba huyu huwa si rahisi kubainika mambo yake mpaka wakati wa bulughu yake. Ama kwa utaalamu wa kisasa, ilmu ya kisasa, anaweza kujulikana huntha mushkil kwa kutumia vitu au vyombo vya kisasa kumkagua katika uumbwaji wa mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametofautisha vitu fulani ndani ya mili zetu, tofauti iliyo kubwa. Kwa mwanamke akamwekea rahim, kuna uzao ambao unaruhusu yeye kubeba nini? Kubeba mimba. Kwa hiyo wataalamu watamkagua huyu mtu ana uzao ndani ya mwili wake ama hana uzao. Hiyo ni miongoni mwa dalili kubwa ambazo zitampelekea huyu huntha mushkil
awe ni mwenye kubainishwa ana mili wapi kwa uzao, rahim. Mwanamume hana rahim, hana uzao, lakini mwanamke ana uzao. Kwa hiyo kwa ilmu ilivyopanuka ya kisasa kileo, wataalamu ambao wanabobea katika fani hii watamwangalia huyu kiumbe, je, ana rahim ama hana. Hizo ni katika dalili za kutumia vyombo vya kisasa vya kumbainisha huyu. Atakapobainika atakwenda kule ambako amebainika, kama ni mwanamume ama ni mwanamke. Kabla hajabainika, Uislamu haumuwajibishi mtu huyu kuswali swala ya jamaa, ataswali nyumbani. Uislamu kabla hajabainika huyu khuntha mushkil, wana fukaha wakatuambia ya kwamba mtu huyu si wajibu kwake yeye salatul jamaa, na wala pia si wajibu yale mambo ambayo kwamba hayakuwajibishwa kwa nani, kwa mwanamke, kwake yeye si wajibu. Lakini akiswali na jamaa sala yake ya juzu, lakini atasimama wapi? Khuntha mushkil. Wana fukaha, haya ni masala ambayo kwamba yanafanyiwa research kwa wana fukaha yalofungamana na masala ya kifiki. Kwa hiyo wakatuambia kwamba akiswali salatul jamaa na yeye mwenyewe wajijua kwamba mimi ni khuntha mushkil, wana fukaha wakatuambia kama ilivyo taratibu swala, mbele husimama wanaume na nyuma wakasimama watoto wadogo, na kisha zaidi huko wakasimama wanawake. Huo ndio utaratibu wa swala ya jamaa. Basi huyo khuntha almushkil atasimama baada ya watoto wadogo, baada ya watoto wadogo. Funga safu ya wanaume, kisha watoto wadogo, kisha khuntha mushkila awe hapo katikati, kisha wanawake. Hivi ndio ijtihad walioitoa wana fuqaha. Ama pia anaweza kuswali katika ubavu wa imamu, upande wake wa kulia, upande wake wa kulia wa imamu, atakuja akaswali pale swafu pale, alafu yeye pale. Hivi ndivyo walivyotoa hukumu wana fuqaha, na ilmu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo khuntha mushkil, hapo ndipo palipo na matatizo, ndio akaitwa khuntha mushkil. Ama hawa wengine ambao huwa inabainika kwa alama zao, hao ni khuntha ambao ghairu mushkil. Kwa hiyo kwa haya machache ndiyo ambayo kwamba tumejaliwa kuyafikisha, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi zaidi wa haya, sababu kama tulivyosema Allah atuambia wama utitu min alilm illa qalila, na hamkupatiwa nyinyi ujuzi wa mambo illa qalil, isipokuwa ilmu ndogo tu. Kwa hiyo ilmu zaidi iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Takomea hapa, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alna mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka. Shukran wa jazakumullahu khairan.